एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बादज़ मरूरे रोज़गार। Audhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafadhali karibu katika kipindi chetu, kipindi ambacho tunaangazia sana mafundisho ya Masih Maud alayhi salatu wasalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam, kupitia vitabu vyake. Ndugu, katika zama za kale aliishi mtu mtawa, mtu wa kiroho aliyeitwa Guru Nanak, na pia anajulikana kama Baba Nanak, ambaye alizaliwa kule India mwaka 1469. Huyu alikuwa ni mtu mtawa kabisa, alikuwa ni mshairi na pia alikuwa ni mwanzilishi wa dini ya Usikhi, yani Sikhism kwa lugha ya Kimombo. Huyu Guru Nanak basi alipofika alikuwa na mafundisho mazuri sana, mafundisho ya Mungu. Alikuwa anapeana ujumbe wa Mungu moja, wakiita Ik Onkar. Ik Onkar maana yake ni Mungu mmoja, Mungu ambaye anaishi kwa wanadamu wote. Katika mafundisho zake zilikusanywa na kuhifadhiwa katika kijitabu ambacho kinaitwa Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib ni kitabu ambacho kimebeba mashairi na mafundisho ya huyu mtawa. Katika kipindi chetu cha leo tutaangazia kitabu cha Masih Maud alayhi salatu wasalam ambacho kinaitwa Sat Bachan. Sat Bachan, mwanzilishi wa Jumuiya wa Islamu wa Ahmadiyya, ameeleza kwa kina sana kuhusiana na huyu mtu mtawa ambaye anajulikana kama Guru Nanak ama Baba Nanak. Wale ambao watachambua wako nami katika studio, ungana nami ili waendelee kutueleza. Upande wangu wa kulia anaitwa Mwalimu Mahmud Idi Saib. Karibu tena katika studio yetu. Asante sana ndugu Mfawidhi. Naam, na vile vile upande wangu wa kushoto anaitwa Mwalimu Muhammad Musa Oponyo Saib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni nyote katika studio. Katika kitabu hiki cha Sat Bachan, Masih Maud ameeleza mambo mengi kuhusiana na huyu mtu mtawa ambaye anajulikana kama Guru Nanak. Wengi walimheshimu sana, Wahindu walimheshimu sana, hata kuna Waislamu, hata Wahabi wanasema huyu aliletwa kutetea dini ya Uhindu na pia dini ya Kiislamu. Hebu tueleze Masih Maud mwenyewe ameelezaje kuhusiana na kitabu hiki, na kitabu hiki ni gani? Asante sana ndugu Mfawidhi. Kitabu hiki kinaitwa Sat Bachan. Kiliandikwa mnamo mwaka 1895 na kina kurasa 192. Kitabu chenyewe kilichapishwa katika matbaa ya Dhiaul Islam kule Qadian. Kitabu hiki kiliandikwa kikiwa ni cha pili katika msururo wa vitabu ambavyo viko katika Rohani Khazain jalada la 10. Wakati Masih Maud alayhi salam alianza kuandika kitabu hiki, ilikuwa imetokea tuhuma kutoka kwa mtu mmoja ambaye alikuwa baniani. Alikuwa anaitwa Pandit Dayanand. Pandit Dayanand. Naam. Aliandika katika kitabu chake Satyarat Prakash. Aliandika katika kitabu hiki akisema kwamba Guru Nanak hakuwa mtu wa elimu yoyote na hakuwa na maarifa. Wakati uliposonga mbele, watu wake ndio kwa ujinga wakaanza kumsifu na kuandika sifa kochokocho kumhusu, kwa kukosa maarifa ya kuandika na pia kwa kiburi. Na pia wakaandika kwa maonyo yaliyo ovyo. Sasa hili jambo lilimkera Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Akaona kwamba huyu alikuwa mtawa, ni mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu, na sasa anazungumziwa kwa njia ambayo ni ya mtazamo hasi. Sasa alianza kuandika kitabu hiki, na kabla ya kuandika
aliandika kipeperushi, akapeana kipeperushi kwamba sasa nia yake ni kumtetea Baba Guru Nanak. Sasa alianza kuandika. Baada ya kumaliza kipeperushi hicho ambacho kilitumwa watu wakakisoma, sasa akaanza kuandika Sat Bachan, yani tafsiri yake ni neno la kweli. Neno la kweli. Aeleze ukweli kumhusu huyu Baba Guru Nanak. Kwa hivyo hiyo ndio iliendelea mpaka wakati ambapo sasa hata wafuasi wake ambao walikuwa hawana maarifa yoyote ndio wakaanza kujua kwamba kuna mambo yanayomhusu Baba Nanak na wao hawajui. Naam. Asante sana kwa kueleza kuhusiana na muundo wa kitabu hiki kinachoitwa Sat Bachan. Naam, tunapata katika kitabu hiki Masih Maud alayhi salatu wasalam ameeleza kuhusiana na huyu mtawa. Ni kwa umuhimu gani ambaye alieleza kuwa huyu Guru Nanak Sahib alisilimu akawa Muislamu katika kijitabu hiki? Asante sana bwana mtangazaji kwa swali lako hili nzuri. Ibainike kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kama Imam Mahdi alikuja kuzieleza na kuzitetea imani zote, na hii ni mojawapo ya madai yake kwamba Imam Mahdi au yule aliahidiwa katika dini mbalimbali alikusudiwa aje mtu mmoja tu ambaye angewakilisha hawa waahidiwa wote. Na hii kazi tunaona kwamba Sayyidna Ahmad alayhis salam hakulenga tu mafundisho ya Uislamu, bali alilenga kusahihisha dini zingine zote. Na hii kazi muhimu ambayo ameifanya hapa bwana mtangazaji ni kumsafisha sasa huyu Baba Nanak, ambaye ni kawaida ya watu kwamba saa zingine wanaonyesha ile chuki dhidi ya wale watawa ambao walitangulia, wakiona labda wivu kwamba walifanya kazi nzuri, waliacha sifa nzuri. Sasa kule kuharibu heshima yao wanaanza kuandika mambo ya uchafu kuwahusu. Kwa hivyo Baba Nanak pia hakuepuka katika hali hii, bali baada ya kuondoka basi wapinzani wakakuja kuandika mambo ya uchafu kumhusu vile Maalim Saba alivyotangulia kueleza. Basi na Ahmad alayhi salatu kama msuluhishi na kama Imam Mahdi akachukua jukumu la kusahihisha haya yote na kumpatia Baba Nanak ile heshima ambayo ilistahili. Basi akafanya kazi kwa utafiti sana, na baada ya kufanya kazi hii na kudhibitisha kwamba kweli Baba Nanak alisilimu, sasa wafuasi wake nao wakakereka, wakaona kwamba huyu sasa anataka kuumiza hisia zetu. Anataka kuonyesha kwamba sisi kiongozi wetu alisilimu baadaye. Kwa hivyo wakaanza kuandika katika magazeti yao ya singa kwamba Mirza Ghulam Ahmad alayhis salam anataka kuumiza hisia zetu, ametulenga kutukejeli katika kitabu hiki. Basi Masih Maud alayhi salatu wasalam akachukua jukumu la kuandika kitabu hiki, kuweka usahihi wa mambo kwamba ni kwa nini aliandika kitabu hiki. Na akasema kwamba nia yake ilikuwa ni safi, ni kumsafisha na kumpa Baba Nanak ile heshima ambayo alistahili, kinyume na walivyompaka watu uchafu. Na Sayyidna Ahmad alisema kwamba hii kazi yote alifanya kwa uchunguzi na utafiti mkubwa, na akasema kwamba hata baadhi ya waandishi wa kigeni kama kule Uingereza na Ulaya pia walidhibitisha kwamba Baba Nanak kweli alisilimu. Na Baba Nanak inaonekana kwamba katika maisha yake, baada ya kuona kasoro zilizokuwa katika vitabu vya Veda na kadhalika, basi aliamua kujitenga na hizo vitabu na akafuata dini ya ukweli ambayo ni Islam. Na akaona kwamba yule Mungu ambaye ameelezwa katika Qur'an tukufu basi ndiye Mungu ambaye anaelekeza watu kwenye uokofu na ukweli wote. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhis salam aliweka wazi kwamba nia yake ilikuwa ni nzuri, alikuwa na nia safi na wala si kejeli wala kuumiza hisia za wafuasi wa dini ya kizingasinga. Naam, na umeeleza vizuri kuhusiana na Baba Nanak kupitia hiki kitabu, na umeeleza ya kuwa Masih Maud alayhi salatu wasalam katika kijitabu hiki alieleza ya kuwa huyu Baba Nanak alisilimu. Aliyesilimu ni Muislamu, na Muislamu lazima uhusiane na nini? Na Qur'ani tukufu. Je, huyu Masih Maud alayhi salatu wasalam katika kijitabu hiki alikieleza uhusiano gani wa huyu Guru Nanak na Qur'ani tukufu? Tafadhali. Masih Maud alayhi salatu wasalam alikamilisha kitabu hiki katika ule mwaka wa 1895, na sehemu ya kwanza ya kitabu hiki ilikuwa ni kujibu shutuma zote ambazo zilivurumishwa dhidi ya Guru Nanak na yule baniani ambaye alikuwa anaitwa Pandit Dyanand. Sasa katika kujibu kwake alieleza mambo kwa uwazi na kwa urefu zaidi. Alielezea kwamba Guru Nanak kwa hakika alikuwa ni mtawa ambaye alisilimu. Na huyu Baba Guru Nanak alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatembea katika mienendo ya Kiislamu katika kila jiha. Alikuwa anatekeleza mambo yake ya Kiislamu.
wakati mmoja ilikuwa imeandikwa sasa baadaye na wale wafuasi wake kimakosa ambao walikuja kuandika baadaye katika kitabu cha Grand Sahib. Naam. Wakaandika ya kwamba Guru Nanak alienda Maka na alipofika huko Kaaba ilimtoroka. Ile Kaaba ile hama ikatoka mahali alikuwa amefika ikasonga mbali ili kuepuka miguu yake. Hili swala lilikuwa ni uongo, lakini liliandikwa na wale wafuasi wake. Halafu jambo pia tukiangalia katika maslahi na ya kiubongo pia ni kitu ambayo haiwezi ingiliana na akili. Haikubaliani na akili. Ya kuwa kitu ambacho kina umbo kisonge yenyewe. Na ni ardhi nzima isonge kwa sababu ya kutoroka mtu. Naam. Hili lilikuwa ni swala lingine la ajabu sana. Sasa wao walikuwa wameeleza namna hivi kwa njia ambayo haifai. Waliingiza mambo mengi sana. Ilikuwa ni kazi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam sasa kuondoa hata na uchafu ambao ulisababishwa na watu wake hawa wafuasi wa Guru Nanak. Kwa sababu pia katika maelezo yao walisema kwamba yeye Baba Nanak alikutana na watu wa zamani kama Imamu Azam, na Imamu Azam alifariki miaka 700 kabla ya kuzaliwa Baba Nanak. Alafu tena walikuwa wamesema alikutana na Sheikh Abdul Qadir Jilani ambaye alikuwa mjadid. Na tukiangalia katika historia tunapata kwamba miaka 400 ilikuwa imepita baada ya kifo cha Sheikh Abdul Qadir Jilani kabla ya kuzaliwa Baba Nanak. Alafu pia wakaandika kwamba Baba Farid Ganj alikutana na Guru Nanak, na ikapatikana kwamba baada ya utafiti Baba Ganj alifariki miaka 200 kabla ya Guru Nanak. Na pia katika kitabu hiki cha Sat Bachan Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam sasa akakaa na kueleza ukweli wa mambo, na ndio maana kinaitwa ukweli, neno la ukweli. Akaeleza ukweli kuhusiana na Baba Guru Nanak. Akasema kwamba huyu alikuwa ni mtawa wa Kiislamu, na jambo la kwanza ambalo angependa kueleza ni kwamba alifanya utafiti wake wa kina na hata akapata ile chola sahib, ile kanzu ambayo ilikuwa imeandikwa aya za Qur'ani tukufu, imeandikwa kalima. Sasa alipopata taarifa hii kutoka kwa ujumbe wake alioutuma kule kuchunguza, sasa akarekodi kila kitu na akaeleza sasa kwa uwazi. Hata wale wafuasi wa dini hii ya Makalasinga wakagundua wakati ule kwamba kumbe huyu mtu pia hata na kanzu yake iliandikwa aya za Qur'ani tukufu. Kitu ambacho walikuwa hawana habari nacho. Kazi yao ilikuwa ni kusema tu anadhalilisha Guru Nanak kwa kumtaja kwamba ni Muislamu. Na walikuwa wanafanya hivyo kwa kukosa imani na elimu. Sasa baadaye ndio alimalizia kitabu hiki Sat Bachan, kurasa za mwisho chache aliziongezea kama kielelezo sasa cha kumalizia kabisa kueleza jinsi ambavyo Baba Nanak alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Uislamu. Naam. Asante sana. Na nikilinganisha hii mimi mwenyewe kwa kazi yake Masih Maud alayhi salatu wasalam, tunaona yeye ameamini Qur'ani, akaamini hadithi za Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi hizi ziliandikwa miaka mingi baada ya nani? Ya Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Zingine ni sahih, zingine ni dhaif, na akakuja kueleza hadithi nzuri na akasema hadithi ambazo haziendani na Qur'ani zile ni hadithi nini? Potofu. Vile vile katika kitabu hiki cha Guru Granth Sahib imebeba mambo haya ambayo umetueleza, na Masih Maud alayhi salam anazieleza ni gani mazuri ambayo inafaa sisi tuchukue. Moja hapo ni nini? Ni chola sahib. Hebu tueleze kuhusiana na chola sahib. Bismillahirrahmanirrahim. Bwana mtangazaji, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam bila shaka alifanya kazi kubwa sana. Na namna tunavyojua ni kwamba kitabu chochote alichokiandika Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alifanya hivyo baada ya kufanya utafiti mkubwa sana. Na pia kuna jambo muhimu kwamba
si lazima kufuata kile kitu kimeandikwa kwenye kitabu sababu kimeandikwa. Lazima utafute ukweli wake. Ukweli kabisa. Na tumeona kutokana na maelezo ya Maalim Saib ni kwamba ingawa kuna mambo yamepatikana katika kitabu hiki, lakini ni mambo ambayo yalihitaji uchunguzi. Na baada ya kuchunguzwa, Sayyidna Ahmad alayhi salam akadhibitisha kwamba haya yalikuwa ni mambo ambayo si ya ukweli. Sasa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, wakati wa kuandika kitabu hiki na kufanya utafiti wake, alipata nafasi pia kusoma hiki kitabu Guru Granth Sahib, ambacho ni kitabu chake Baba Nanak. Sasa katika kitabu hiki, miongoni mwa mambo mengi ambayo yanapatikana katika kitabu hiki ni hili chola sahib. Hii ni nguo maalum aina ya kanzu ambayo ilikuwa ikitumiwa na Baba Nanak, na ni nguo ambayo iliheshimiwa sana na wafuasi wake kiasi kwamba waliiweka kama kumbukumbu takatifu ya historia yao. Kwa hivyo wakati Sayyidna Ahmad alayhi salam aliposoma katika hiki kitabu kuhusu hii nguo, na akaona kwamba ni nguo ambayo ina umuhimu mkubwa sana katika jamii ya Singasinga, basi alitengeneza ujumbe akawatuma kule kufanya utafiti na kuona kwamba hii ni nguo aina gani na imebeba ujumbe gani. Basi ujumbe Masih Maud alayhi salam ukafika kule, ukaomba ruhusa kwa wale wahifadhi wa ile nguo, basi wakapata kuiona. Na bwana mtangazaji, jambo la kuvutia sana ni kwamba namna alivyozungumza Maalim Saib, wakapata kwamba kumbe hii nguo ya Baba Nanak ilikuwa na maandishi ya Kiislamu. Ilikuwa na baadhi ya aya za Qur'an tukufu. Basi wakakuwa na ile furaha yao ilikuwa ni kwamba inadhibitisha ukweli wa Masih Maud alayhi salatu wasallam, kwamba madai yake kwamba Baba Nanak alisilimu yalikuwa sasa yanadhibitishwa. Basi wakarudi kwa Masih Maud alayhi salatu wasallam, wakampa hizi habari nzuri. Basi Masih Maud alayhi salam alipopata hizi habari akaona kwamba naye ni vizuri mwenyewe aende ashuhudie. Basi pamoja na ujumbe akatengeneza safari akaenda kule kushuhudia mwenyewe. Basi walipofika kule, yule mhifadhi au mlinzi wa nguo alisita sasa kuwaruhusu kuiona, sababu akashangaa kwamba nguo tu watu wana haja gani ya kufuatia nguo. Lakini hata hivyo wale baadhi ya ujumbe wa Masih Maud alayhi salam walimpa hela kidogo kama gharama au malipo ya ile ulinzi wa ile nguo, basi akawapa ruhusa wakaingia pale. Basi Ahmad alayhi salam akashuhudia ile habari ambayo wajumbe wake walimpa, akaona kwa macho yake kwamba kweli hii nguo imeandikwa maneno ya Kiislamu. Katika ile nguo kulikuwa na maneno kama inna dina indallahi alislam, dini haswa mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kulikuwa pia na kalima pale la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kulikuwa na aya maarufu za Qur'an tukufu kama Ayatul Kursi na kadhalika. Basi Sayyidna Ahmad alayhi salam akapata ule uhakika kabisa kwamba kweli Baba Nanak alikuwa ni Muislamu. Basi hata wakanakidi yale maandishi alafu wakarudi. Pia katika hiki kitabu bwana mtangazaji, ilibainika kwamba kumbe Baba Nanak aliweza kufanya safari kwenda kule Maka kama mtawa wa Kiislamu, akiwa na msala mkeka mdogo mkononi mwake kwa ile safari. Basi inabainishwa kwamba katika kitabu kwamba alifika kule hata akaadhini, akatoa adhana na akaswali kule. Na pia katika hii safari yake alipata nafasi ya kufanya ile ibada aina ya chila, ambayo ni ibada ya ile kujitenga na kufanya ibada ya siku 40. Kwa hivyo sehemu mbalimbali, alikaa sehemu fulani akafanya ibada, akaenda sehemu fulani akafanya ibada. Kwa hivyo haya yote yalidhibitisha kwamba kweli Baba Nanak alikuwa ni Muislamu ambaye alipata ukweli huu kwa kuisoma Qur'an tukufu, na basi akatengana na zile imani za Kihindi na akamaliza safari yake kama Muislamu mtawa. Kwa hivyo ni wazi kwamba bwana mtangazaji, hii nguo ilikuwa ni udhibitisho tosha kwamba Baba Nanak kweli alikuwa ni Muislamu, waila maandishi ya Kiislamu hangepatikana kwa hii nguo. Kweli kabisa, umenifurahisha kueleza kukanusha yale Maalim Saib alisema kuhusiana na maandishi wa Singasinga wakisema huyu jamaa mtawa alienda Maka na Maka ikasonga mbele. Na Masih Maud alayhi salatu wasallam akasema ya kwa yeye alienda na akafanya nini? Akafanya hija na pia akafanya ibada kule Maka. Naam, Maalim Saib. Licha ya Masih Maud alayhi salatu wasallam kutetea Baba Nanak, na unajua Baba Nanak wale wafuasi wake ni Masingasinga ambao walikuwa wameandika hizi mambo. Licha ya Masih Maud kumtetea, tunapata ya kuwa hawa wafuasi wake walimshtumu sana na kumtuhumu sana Masih Maud alayhi salatu wasalam. Unaweza tueleza kidogo yule mtazamaji apate kuelewa ni kwa nini walimshtumu Masih Maud alayhi salatu wasalam? Hawa wafuasi wa Baba Guru Nanak walikuwa hawana elimu yoyote. Hata kitabu chao kile cha Granth Sahib
walikuwa wao wametia chumvi ndani bila maarifa yoyote. Walikuwa hawana elimu. Walikuwa naandika chochote tu, dondoo yoyote wanaiweka tu ili mradi wajaze kurasa. Sasa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alisimama kidete kule kutetea heshima ya Baba Guru Nanak. Na akaeleza wazi kwamba yeye hakuandika kitabu hicho ama kutoa lile tangazo kwa nia yoyote mbaya. Hakutaka kujisifia kwa kujua historia ya Baba Guru Nanak, lakini lilikuwa jukumu lake kusimama na mtawa wa Mungu, mtawa wa Kiislamu, kuelezea historia yake. Kwa hivyo alipoandika katika kitabu hiki akakanusha yale ya wafuasi wake, ndio wakaanza kugundua kwamba kumbe huyu alikuwa mtawa wa Kiislamu. Lakini walikuwa wamemshtumu sana, wakisema kwamba amedhalilisha kiongozi wetu. Unadhalilisha kiongozi wetu ya kwamba alikuwa mtawa wa Kiislamu. Yaani wao kusikia kwamba anatajwa kuwa Muislamu waliona ndio aibu kubwa sana kuwahi kuwapata duniani. Sasa akawa amewaweka sawa katika hiyo kalima kwamba alikuwa ni mtawa ambaye alikuwa ameepuka kabisa kila uchafu, jinsi ambavyo manabii wa Mwenyezi Mungu wanakuwa maasumu, wanakuwa mbali na dhambi. Sasa msimwekee kiongozi wa dini ambaye ni mtawa wa Kiislamu aliyeslimu na ithibati iko kwamba alislimu, tena mwanze kumwekea vitu vingine ambavyo havina maana. Sasa alikuja akawaweka sawa, na baadaye watu wakaanza kuelewa kwamba kweli alikuwa amefanya utafiti wa kutosha wa kueleza historia ya Baba Nanak. Akatenganisha historia ya ukweli na yale nyongeza ambazo walikuwa wameweka katika kitabu cha Grand Sahib. Yeye akaeleza historia ya ukweli kuliko yale ambayo walikuwa wanajua. Zingedumu mpaka leo zile shutuma za Pandit Dyanand. Sasa alisafisha, aliweka sawa, na heshima ya Baba Nanak inatambulika kwa sababu ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Na sio tu kusafisha huyu mwanzilishi wa Usikhism ambaye ni Baba Nanak, Masih Maud alisafisha watu wengi, watawa wengi, hata mitume waliopita kabla yake. Wengi waliwashtumu, wengi walileta dhihaka juu yao, lakini yeye kama yule amekuja kujadidisha dini, basi amekuja kusafisha hawa wote. Na pia katika kijitabu hiki nikipitia nikapata ya kuwa sehemu kubwa ambayo ameongelea kuhusiana na Baba Nanak ambayo mmeeleza inathibitisha ya kuwa huyu alikuwa ni Muislamu. Ndio. Na alikuwa ni mtawa. Na sehemu nyingine ya kijitabu hiki akaeleza kuhusiana na mtawa mwingine ambaye aliitwa Isa ibn Maryam. Yesu Kristo ambaye mlitueleza mambo yake hapo awali. Naam. Katika kijitabu hiko akiongelea kuhusiana na Isa mtawa, alieleza kuhusiana na Marhame Isa. Hii Marhame Isa alielezaje kuthibitisha kuwa Yesu Kristo hakukufa msalabani? Tafadhali Mwalimu Saibu. Katika Kiswahili, bwana mtangazaji, kuna msemo unaosema kwamba fadhila mfadhili mbuzi, binadamu atakuudhi. Kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam amefanya kazi kubwa sana ya kuwasafisha hawa watakatifu, lakini badala ya wale wafuasi wao kumshukuru kwa hii kazi nzuri, badala yake wanamtupia lawama. Unaona? Sasa wao viongozi wao walichafuliwa sana na wapinzani. Unaona? Sayyidna Ahmad alayhi salam akakuja kuwatakaza na kuwapa heshima iliyostahili. Lakini Masih Maud alayhi salatu wasalam alivyosema kwamba kazi yote ambayo anaifanya hafanyi kwa kupata sifa kutoka kwa watu, bali anatafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tumeona alivyomsafisha bwana Baba Nanak na wafuasi wake wakakereka badala ya kumshukuru. Tena mtawa mwingine ambaye Masih Maud alayhi salam alimsafisha ni Isa bin Maryam au Yesu Kristo, kutokana na lawama mbaya kweli kweli kwamba wafuasi wake anakubali kwamba alikufa msalabani, kifo ambacho ni kifo cha aibu na fedheha kubwa, ambacho kimeelezwa katika kitabu chao ambacho ni Biblia kwamba ni kifo cha laana, kwamba yule anayetundikwa msalabani amelaaniwa na Mungu. Sasa wao hawajui aibu ya tukio hili, lakini wanalishabikia kweli kweli, na kwanza wanasema kwamba ndio chanzo cha uokovu wao. Na amesema kwamba njia mojawapo ambayo ilitumika kumuokoa Nabii Isa alayhi salatu wasalam kutokana na tukio hili ni Marham Isa. Ile mafuta au dawa
iliyotengenezwa na wanafunzi wake, kwa sababu tukio la kumsulubisha Nabii Isa alayhi salam ni tukio ambalo lilianza kuonekana mapema kutokana na ile chuki ambayo Mayahudi walijenga dhidi ya Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Hivyo ilivyobainika kwamba hawa wana njama ya kumsulubisha, basi wanafunzi wake walianza kufanya matayarisho ya kutengeneza dawa ambayo itamtibu baada ya hilo tukio. Hiyo dawa ndio inaitwa Marham Isa. Ndio Sayyidna Ahmad alayhi salam anaijadili kutoka katika kitabu hiki kwamba ilitengenezwa mahsus ili kumwokoa Nabii Isa alayhi salatu wasalam, na ilifanya hiyo kazi. Kwa sababu baada ya tukio la msalaba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifanya maajabu yake. Namna anavyosema katika Qur'an tukufu kwamba Mayahudi walipanga hila, naye Mwenyezi Mungu akafanya hila, naye Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa wafanyao hila. Kwamba alifanya mipango ya kumwokoa Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo alitolewa pale msalabani kabla ya kupata majeraha makubwa. Historia inaeleza kwamba, na pia Injili inasema kwamba Nabii Isa alisulubiwa na watu wengine wawili. Na ili kuhakikisha kwamba hawa watu wawili wamekufa, basi waliwavunja mifupa, lakini Nabii Isa hakuvunjwa mifupa. Kwa hivyo ina maana kwamba kutoka pale msalabani alipata majeraha kiasi tu ile misumari, na hiyo misumari inaweza kwamba haikupita kwenye mifupa bali ilipita kwenye sehemu ya nyama. Basi kutoka pale Nabii Isa alayhi salam kwa msaada wa wanafunzi wake alifanya kutibiwa na ile Marham Isa, na akapata nafuu, na akajitokeza kwa wanafunzi wake baada ile tukio akiwa mzima. Wanafunzi wake hata wakifia kwamba huyu ni roho, lakini aliwakataza akasema kwamba angalieni hizi alama, ni mimi haswa ambaye nimesulubishwa na nimepata nafuu. Pia akaeleza kwamba alikuwa ashaeleza kabla kwamba kuhusiana na kisa cha Nabii Jona alayhi salatu wasalam, kwamba vile Jona aliepuka na alikuwa mzima katika tumbo la nyangumi, basi naye pia angekuwa ni mzima. Kwa hivyo bwana mtangazaji, kwa mipango aliyopanga Mwenyezi Mungu kupitia kwa utawala wa Pilato, basi Nabii Isa alayhi salam alipata ulinzi kwa siku 40 wakati hawa Mayahudi walipokuwa katika harakati zao, na wanafunzi wa Yesu wakatengeneza kisa kwamba alipaa mbinguni ili kwa distract, kwa poteza fahamu wasifuatilie maisha Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo baada ya muda huu wa siku 40 aliweza kuhama na kwenda sehemu nyingine, na vitabu vya historia vinadhibitisha kwamba aliishi miaka mingine 87. Kwa hivyo kutokana na hii maelezo ya Masih Maud alayhi salam, anasema kwamba Marham Isa ilifanya kazi ya kuponya majeraha yake aliyopata pale msalabani. Asante sana. Hiyo imethibitisha ya kuwa Yesu Kristo hakukufa msalabani, na pia akakutana na wanafunzi wake, na pia akakula samaki, si ndio? Mwili ndio inakula. Asanteni sana kwa kufika katika kipindi hiki, na muweze kufika katika kipindi kijacho. Asanteni sana. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji, kama unavyoona tuko na mengi sana ya kukueleza, kukufundisha, lakini muda imetupa kisogo. Kuwa nasi katika kipindi kijacho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा।